ni kwenda niwaombea. Akaniambia no, nenda ukawafundishe kitu nilichokufunulia miaka mingi iliyopita. They have to understand this. Waone nafasi walionayo katika taifa. Mimi ni kati ya vijana ambao niliondokaga Tanzania, lakini Mungu aliniambia go back to your country, rudi katika nchi yako. Na leo ninafurahia kurudi kwangu Tanzania. Let me tell you something, maono yaliyoko ndani yako hili yasitokee, ni lazima wakuhamishe kwenye eneo lako sahihi. Kila aliyehamishwa kwenye eneo lake, kila aliyehamishwa kwenye eneo lake, kila aliyehamishwa kwenye eneo lake, kila aliyehamishwa kwenye eneo lake. Ninaona watu 7 waliohamishwa kwenye maeneo yao, kwenye maeneo yao. Taarifa zao zinafunguliwa. Asasasa be everywhere, be everywhere, be everywhere, be everywhere, be everywhere. Ninaona waliohamishwa, taarifa zao, taarifa zao, taarifa, 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 taarifa. Usinamishe kichwa, kaa straight. Yusufu alihamishwa. Sijui kwa nini nikifika hapa nasikia uchungu sana kwenye neno hili. Yusufu alihamishwa na mtu ambaye ana uhusiano kabisa na Yusufu. Akasema tupate wapi mtu kama huyu? Mungu ananiambia kuna watu hapa sio wa Tanzania katika asili yao, si wa Tanzania katika asili yao, lakini Mungu aliruhusu waje katika hili taifa wapate assimilation policy ili wasimame, wana nafasi katika hili taifa. Ninawaleta wale ambao si wa Tanzania, wale ambao si wa Tanzania, wakina Yusufu walipo, wakina Yusufu walipo, wakina Yusufu walipo, wakina Yusufu. Asas be everywhere. I command, 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 I command. Asas. Makamandarika ndaposa kabasha. I command today, wale ambao Mungu aliruhusu waitwe wa Tanzania, lakini katika asili yao ya kuzaliwa sio wa Tanzania, lakini akili zao zinahitajika na baraka za maisha yao ziko kwenye hii ardhi, lakini wanakwama, wanakwama. I command popote walikozuiliwa, popote walikozuiliwa. Yusufu, 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 tupate wapi nabii kama wewe? Mungu ananiambia 7 kati yao wana kitu cha kinabii kwa ajili ya taifa. 7 kati yao wana kitu cha kinabii kwa ajili ya taifa. 7 kati yao wana kitu cha kinabii kwa ajili ya taifa. Ninaona watu 4. Na watu 4 nikiwaangalia mbele sioni bendera ya Tanzania, lakini nyuma ninaona bendera ya taifa lingine. And the Lord is telling me, hawa ni wale ambao Mungu huwapa ujemedari kwa ajili ya kusimama mahali ambako kuna maamuzi magumu yanatakiwa yafanyike. Sijui taifa letu litapita kwenye misimu gani. Sijui miaka 20 ijayo kwa ajili ya nchi yangu ya Tanzania. Sijui miaka 30 ijayo.
lakini kuna watu Mungu anawatayarisha. Wamisri hawakujua kufuga, walihitaji Israeli wakakae Gosheni. Wamisri walikuwa hawajui kufuga, walihitaji Waisraeli wenye maono ya kufuga, walihitaji Waisraeli wenye maono ya kufuga. Kandaramasa ketaraba. Nasikia Kenya, 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 Kenya. Nasikia Kenya, nasikia Kenya, nasikia Kenya, nasikia Kenya, nasikia wa Kenya, 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 nasikia Kenya, nasikia Kenya, nasikia Kenya, nasikia Kenya, Kenya, Kenya. Nasikia Somalia, Somalia. Na huyu ambaye nasikia Somalia, ndani yako kuna hasira ambayo waga huwezi kuizuia. Na hii hasira siku zote imefunga milango yako ya kiuchumi. Hii hasira siku zote imefunga milango yako. Hii hasira siku zote imefunga milango yako. Nasikia Somalia, Mungu ananiambia anamtaka huyu ana kazi naye. Anamtaka huyu ana kazi naye. Ana kazi ya kitume. 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 Ana kazi, ana kazi, ana kazi. Kilichosababisha Yusufu apewe nafasi ni maono. My Jesus. Nani amesema una maono? Nani amesema iko kiwango cha maisha yako hakiwezi kubadilika? Who is behind that? Who is behind? Close your eyes. Father, allow me, Lord. Allow me, my Father. Allow me, my Father. Allow me, my Jesus, today. Ninaona kamba ya katani iliyochoka kabisa. Alafu na hii kamba naona sehemu moja imezikwa. Sehemu moja iko kwenye kiuno chako. Iko kwenye kiuno chako. Na inapeleka maumivu paka kwenye mgongo wako. The Lord is telling me, anakutaka, 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 anakutaka. Malaika waleteni hao ambao Mungu ameweka maono ndani yao, lakini kuna kamba kwenye viuno vyao, kuna kamba kwenye migongo. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name, in the mighty name, in the mighty name. Anaambia hawa wakati wanazaliwa iligharimu mkono wake ili waishi. Kwa sababu wakati wa kuzaliwa uhai wa mama zao ulikuwa wakati mbaya sana, na uhai wao ulikuwa katika wakati mbaya sana. Na Mungu ananiambia hawa wakisimamishwa kwenye nafasi zao, kuna mahali kwenye taifa wanahitajika, na kuna mahali kwenye mikoa wanayotoka wanahitajika, na kuna mahali kwenye familia zao wanahitajika. Hao wabeba, hao wabeba, wabeba nyota, nyota 12, 12. Mama yako ilikuwa kidogo apoteze uhai, wewe mwenyewe ilikuwa kidogo ufe. Bwana ana haja na wewe, Bwana ana haja na wewe, Bwana ana haja na wewe. Hii ni prophetic prayer yenye results. Hii ni prophetic prayer yenye matokeo. Hii ni deliverance prayer. Hii ni deliverance prayer.
Hataya pasa. Haya bashia. Ketara. Tarabasaka. Hii inahusu mabinti na wanawake, lakini pia inahusu waliozaliwa na wazazi ambao walipitia hii process. It is not common kutamkwa kwenye maombi, but Lord allow me to speak it out today. Kuna watu mama yako siku waliovunja ungo, ile damu ilichukuliwa. Kuna watu siku mama yako anavunja ungo, ile damu, wasaidiwe huyo. Kuna siku mama yako wakati anavunja ungo, ile damu iliwekwa kwenye taulo, na wakuu wa mila na desturi walipoichukua hiyo damu walisema huyu amebeba watawala, hawezi akaishi salama, hawezi akakaa salama. Kandari masokopota wanamna hiyo wanakombolewa, wanatolewa kwenye hayo matamko na kifungo cha hiyo damu, wanatolewa kwenye hayo matamko na kifungo cha hiyo damu. Kuna kitu kinatokea kwenye viti mkiwa mmekaa. Kuna watu mnasikia uchungu sana, wasaidiwe. Kuna watu mnasikia uchungu sana, alafu ndani yako unaona kuchelewa sana. Kuna watu mnasikia uchungu sana, unamwambia Mungu nimefunga sana. Wengine hata kufunga leo mmeshindwa kwa sababu you have been fasting. Gideon alikuwa na uchungu sana. Akasema yako wapi matendo makuu? Yako wapi matendo makuu waliotuhadisia baba zetu? Kwa lugha nyingine Gideon anasema yako wapi maono makubwa tulioambiwa na baba zetu wakina Ibrahimu? Yako wapi maono makubwa tulioambiwa na kina Isaka? Yako wapi maono makubwa tulioambiwa na kina Yusufu? My Jesus. Naasi, ukiwa umekaa tu, naasi kia kuitwa kwa sauti yako. Safiwe kwa damu yakwa. Tunaingia hatua nyingine. Mimi moyo wangu umejaa kilio tu kwa huyu Mungu. Natamani na wewe moyo wako maanisha. Sijui baada ya leo atafanya nini tusipofanya haya nataka tuyafanye leo. Lakini ikiwa ametuita tukakusanyika namna hii, kitu kimoja ambacho aliniambia, uwepo wake huko na sisi na nguvu zake ziko na sisi. Leo historia zinaenda kubadilika. Leo historia zinaenda kuzaliwa kwa upya. Asante Mungu, asante Baba, asante. Asante. Asante Mungu wa majeshi. Asante. Silia machozi yangu, wajua siri ya machozi yangu ni wewe. Siri ya ni wewe, wajua machozi yangu, Bwana ni wewe.
kushughulika na nyumbani kwetu kwanza. Nilimwambia katibu anitafutie wizara zote za nchi hii. Kuna saa nitaita wizara moja baada ya nyingine. Kuna saa nitaita, tukifika kwenye level ya taifa, nitaita wizara moja baada ya nyingine. Mimi nachoamini hapa, sisi sio maskini. Nachoamini hapa, hakuna asiyekuwa na maono. Naamini hapa hakuna ombaomba. Nyosha mikono yako juu kabisa yote miwili. Imidiwe ibada hii ninayoinua mbele za uso wa Mungu. Ni leo mbele ya uso wa Mungu wa Israeli. Moyo wangu nimeukimbizia huko. Nafsi yangu inaomboleza katika wingi wa fadhaiko. Lakini mimi ni nani? Ni mimi uliyenitengeneza na ukaniweka chini ya anga la Tanzania. Leo moyo wangu umekukimbilia hima. Hii hali nimeambiwa, pasipo maono mauti ipo, utupu upo. Na mimi nimekukimbilia Mungu wa haki, kwa habari ya kilio changu juu ya nafasi. Ibarikiwe siku niliyozaliwa. Itamke siku niliyozaliwa. Itamke tarehe. Sema hii ni siku ambayo ile picha Mungu aliyoitengeneza kwa ajili ya nyumba ya baba yangu, kwa ajili ya nyumba ya mama yangu, iliweza kuthibitika kwa mimi kuzaliwa. Kwa mimi kuzaliwa. Kuna kitu Mungu anafanya kwenye tarehe ya kuzaliwa. Nisikilize, kuna watu 6 hapa, mama zao walitaka kutoa mimba zao. Mungu ananiambia na watoa kwenye kikombe cha mauti. Kwa napokurudia hapa kwenye tarehe ya kuzaliwa, kuna kitu Mungu anakifanya. Sema kwa jina la Yesu Kristo. Ikiwa wengine walilaani siku ya kuzaliwa, mimi naitamka wazi siku niliyozaliwa. Naitamka wazi tarehe niliyozaliwa. Itamka hiyo tarehe mara 3. Kwa mara ya kwanza, tamka hiyo tarehe. Kwa mara ya pili, kwa mara ya pili, kwa mara ya 3, itamka hiyo tarehe. Sema hii ni tarehe niliyozaliwa. Hii ni tarehe ambayo nililetwa duniani. Hii ni tarehe niliyozaliwa. Hii tarehe naileta mbele za uso wa Bwana. Ninairudia tena. Hili chochote cha kiroho kilichobeba uovu, kilichobeba dhambi, kilichopo kwenye tarehe, kiweze kurehemiwa kwa damu ya Yesu. Sema na itamka tena. Itamke tarehe. Kwa sauti. Kwa sauti. Bado hujaitamka, itamke tena. Itamke tena. Itamke tena. Itamke tena. Itamke tena tarehe. Tarehe yako itamke tena. Tamka tarehe ya kwanza tu peke yake. Tarehe ya kwanza tu peke yake. Katikati ya kutamka tarehe, damu ya rehema inaenda. Tamka mwezi. Tamka mwezi 7. Tamka wa mwezi. Tamka wa mwezi. Tamka wa mwezi. Tamka wa mwezi. Tamka wa mwezi tena. Tamka mwaka. Tamka mwaka. Damu ya rehema inapita. Damu ya rehema inapita. Damu ya rehema inapita. Damu ya rehema inapita. Tamka yote kwa wakati mmoja mara 3. Tamka yote kwa wakati mmoja mara 3. Damu ya rehema inapita kwenye tarehe. 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 Irudie tena mara ya kwanza. Itamke tarehe yote. Baba, naileta tarehe niliyozaliwa. Kandaramasa keribora. Mara ya pili. Itamke mara ya 3. Ya tatu. Sema ni tarehe niliyozaliwa. Tamka hospitali uliozaliwa. Tamka. Mwananyamala,
mkoa wa Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni. Tamka, 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 tamka. Tamka, tamka. Kuna vitu vilifanyika kwenye hilo eneo. Kuna vitu vilifanyika kwenye hilo eneo. Kuna vitu vilifanyika kwenye hilo eneo. Kumbuka ndani yako na mbegu. Kumbuka ndani yako na madini. Sema kwa jina la Yesu na kwa damu ya rehema, ninaleta eneo niliozaliwa. Ninaleta mkoa. Tamka mkoa uliozaliwa. Mkoa wa Dar es Salaam. Tamka mkoa uliozaliwa. Tamka huo mkoa uliozaliwa. Ukishatamka huo mkoa, ukishatamka huo mkoa, tamka wilaya uliozaliwa. Tamka wilaya uliozaliwa. Tamka wilaya. Tamka hilo eneo. Sema kwa damu ya Yesu, ninaleta Tale na eneo niliozaliwa. Kila uovu, kila dhambi ya asili ya nyumbi, ya asili ya nyumba ya baba ya mama yangu ambayo iliambatana na eneo niliozaliwa, ninaomba rehema leo kwa damu ya Yesu. Nyosha mkono wako. Kuna kitu na wishwa nitamke. Nyosha juu. Mungu ananiambia mahali ulikozaliwa hapa kubeba nguvu ya mbegu yako kuota. Na hapa especially watumishi wa Mungu. Kuna watu ni watumishi wa Mungu hapa. Na Mungu ananiambia kuna wengine Mungu amewapa watoto manabii hapa. Mungu ananiambia kuna wengine hamjawahi zaa lakini Mungu amewapa manabii. Wengine ndoa zenu zina vita kwa sababu ya nabii uliyembeba. Mungu wakati anasema Yesu akazaliwe nje ya lile eneo Herode aliyekuwepo, Mungu alielewa vita ya eneo la kuzaliwa na kilichopo maono aliyoko ndani ya mtu. Humu ndani kuna watu wana maono. Humu ndani watu wa maono yao. Kuna maono ya manabii. Kuna maono ya makuhani kwa ajili ya nchi. Kuna maono kwa ajili ya mitume. Kuna maono kwa ajili ya wainjilisti. Kuna maono kwa ajili ya wachungaji. Ninaita wachungaji, 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 wachungaji ambao katika eneo waliozaliwa kuna uharibifu ulifanyika. My Bible is very clear. Inasema siku Yesu aliozaliwa, amri ilitoka watu wote wauawe. Watu wote wauawe. Mungu ananiambia kuna watu maono yao yalizikwa siku waliozaliwa. Mungu ananiambia kuna watu maono yao yalifukiwa siku waliozaliwa. Mungu ananiambia kuna watu maono yao yalifukiwa siku waliozaliwa. Nini ambacho kilifanyika kwenye eneo ambalo walizaliwa? Hawakupata mauti ya kimwili, ila kiroho kuna kitu kilifanyika katika maono yaliyoko ndani yao. Kwa damu ya rehema wa namna hiyo, rehema inapita kwenye yale maeneo ambayo mauti iliachiliwa. Damu ya rehema inapita. 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 Sema kwa damu ya Yesu. So Mungu le hai, mimi nilikuwa ni nafsi tu. Na sijui ndani ya lile eneo hofu yao ilikuwa kubwa kwa kiwango gani. Lakini ile mauti, tamka kutoka ndani, sema ile mauti. Sema ile mauti ambayo ilipitishwa, nafsi yangu hawakuweza kuimaliza. Enda katika akili na katika roho, wakaenda kwenye lisiva, wakaenda kwenye eneo ambalo
Panatakiwa pafanyike broadcasting. Kuna habari inatakiwa zirushwe hapo kwa habari ya maono yaliyoko ndani yangu. Wao hawakuniua physically, walienda kwenye maono. Na ileta tarehe yangu ya kuzaliwa na eneo niliyozaliwa na kila tukio lililofanyika kwenye hiyo siku kwa ajili ya kunimaliza, kwa ajili ya kuharibu maono yangu, kwa damu ya Yesu. Kuna watu wa 7. Hawa 7, siku nazaliwa, bibi yako alidimandi ukazaliwe kijijini. Mama yako alipambana sana ila alishindwa. Mama yako alipambana sana ila alishindwa. Ukaenda ukazaliwa kijijini. Kitendo cha kwenda kuzaliwa kijijini, kabla tu hawajachukua kitovu chako, kuna maono yaliyoko ndani yako waliyafunga sawasawa na hali ya kijiji ulichozaliwa. Kuna maono ndani yako yamefungwa sawasawa na hali ya kijiji ulichozaliwa. Damu ya rehema inapita. Nataka kutoka. Mungu ananiambia watendakazi wake ni wengi shambani. Mungu ananiambia kuna manabii hapa, macho yao yamezuiliwa, vinywa vimezuiliwa. Manabii nawaita. Yuko wapi nabii mke? Maono yaliyoko ndani yake ya kuvuka mipaka ya taifa la Tanzania. Yuko wapi nabii mke? Yuko wapi nabii mume? Yuko wapi nabii mke? Yuko wapi nabii mme? Yuko wapi nabii? Wako wapi wakina nabii hapa? Wako wapi wanawake manabii ambao macho yao yanatakiwa yaone, wafungue njia, maono yao yafungue njia kwa ajili ya wengine? Lakini levo ya mahali walikozaliwa, levo ya mahali walikozaliwa, levo ya mahali walikozaliwa imezuia kilichopo ndani. Sema kwa damu ya Yesu. Sema kwa jina la Yesu Kristo. Sema kwenye lile eneo walipojua kiongozi nimezaliwa, jiite kiongozi mara 3. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya 3. Walipojua kiongozi nimezaliwa, wakatafuta nyota yangu ya utawala. Na walipotafuta nyota yangu ya utawala, wakaifunga na nguvu ya lile eneo. Leo nimekumbuka kupitia ibada hii ya maono, leo nimekumbuka ya kwamba nguvu ya uchumi wangu kupitia kazi, kupitia maono imefungwa kwenye lile eneo ambalo nilizaliwa, kwenye lile eneo ambalo wazazi wangu walizaliwa. Ninaomba rehema kwa damu ya Yesu. Kila damu iliyomwagika, siku ambayo inasadikika na kuaminika, ndio siku niliyozaliwa. Sema kila damu. Kuwa maono yaliyoko ndani yangu, kwa kuwa haya maono yana mahusiano sana na asili ya nilikozaliwa na asili iliyofichwa katika asili. Kuna asili ya eneo niliyozaliwa na kuna asili katika asili. Kwa kuwa maono huanzia huko na kwa kuwa nguvu ya maono iko huko, ninaomba rehema leo juu ya kila damu, juu ya kila damu iliyomwagika, damu zilizomwagika, damu zilizomwagika na kilichopo ndani yangu kikapigwa. Sema kile kipawa
chenye maono, kilichopigwa tarehe niliyozaliwa, kwenye eneo niliyozaliwa. Ninaomba rehema leo kwa damu ya Yesu. Nyosha mikono yako juu. Sema damu ya rehema iende kwenye vizazi 10 vya nyumba ya baba yangu. Ifuatilie kila majadiliano waliowahi kuyajadili, wakasema wa namna hii hatuwataki, ni kinyume na miko ya asili iliyofichwa katika asili. Lakini kwa kuwa Mungu uliweka maono ndani kabla hata sijawa alive duniani, kuna maono uliyaweka. Ndio maana katikati ya maapizo yao bado niko paka leo. Lakini fuatilia yale maapizo yao, maana bado ananizuia kila siku, bado ananifunga kila siku. Mungu akifuatilia yale maapizo walioyaweka, fuatilia majadiliano yao, fuatilia majadiliano yao, fuatilia majadiliano yao kwa damu ya Yesu. Nyosha juu mkono wako unatumia kuandika peke yake. Unyoshe tu peke yake. Unyoshe juu kabisa mkono unatumia kuandika. Nyosha juu mkono unatumia kuandika. Alafu connect your spirit with the grace I have today. You will see what will happen kwenye huo mkono. Habakuki anaambiwa andika maono haya. Mungu ananiambia kuna watu miongoni mwetu hapa ni viongozi. Tuwasaidie viongozi, mikono yao inapata shida sana. Na Mungu ananiambia kila vita unayopitia kiongozi, nguvu ya hiyo vita ni asili ya kule ulikotoka. Wasaidieni hao viongozi. Na naona simba Simba lion spirit, lion spirit, lion spirit. Waachie viongozi wa kisiasa, waachie viongozi wa kisiasa. Achilia madiwani, achilia madiwani, achilia viongozi kwenye taasisi mbalimbali. Achia wabunge waachiliwe, wabunge asaidiwe kule, asaidiwe yule. Wabunge waachiliwe, nawaita wabunge, wale wabunge waachiliwe, maono ya ubunge yaachiliwe, maono ya wizara yaachiliwe, kwenye wizara. Nyosha mkono unaotumia kuandika. Mungu ananiambia kuna watu maono yamepigwa hata ujasiri hawana tena. Ujasiri unafungwa wapi? Kwenye kile unachokiona na kukiandika. Habakuki anaambiwa andika maono haya. Andika maono ya hii biashara. Andika maono ya biashara ya ufugaji. Andika maono ya biashara ya kushona. Andika maono ya biashara ya kilimo. Andika maono ya biashara ya elimu. Habakuki anaambiwa andika maono haya. Mungu anasema utaandikaje? Wakati mkono wako umefungwa, huo mkono unaachiliwa. Watawala, huo mkono unaachiliwa. Sema kwa damu ya Yesu Kristo.
kila kilichopo ndani yangu ambacho nilipaswa nikiandike. Nisikize kwa makini. Kila kilichopo ndani yangu ambacho nilipaswa nikiandike, ili katika siku hii ya kazi duniani ziwepo nafsi zitakazofurahia tarehe yangu ya kuzaliwa, lakini katika ulimwengu wa roho waliwahi mbele yangu, waliwahi mbele yangu. Sema yale maono walioyawahi mbele yangu, walioyawahi mbele yangu, damu ya rehema ifuatilie hayo maono. Mungu ananiambia nikuulize swali. Siku zote umekuwa unajiona nani kwenye maisha yako? Na uko wapi? Funika macho yako. Siku zote umekuwa unajiona nani kwenye maisha yako? Katika level ya familia yako. Kabla tujaingia katika level ya wilaya, mkoa na taifa. Siku zote umekuwa unajiona nani? My Jesus. Yeah. Kuna watu wamezulumiwa picha zao za maono yao. Tuwasaidie hao waliozulumiwa picha za maono yao. Mungu ananiambia kuna watu wamezulumiwa picha za maono yao. Kuna watu wamezulumiwa nafasi za uongozi. Kuna watu wamezulumiwa biashara. Kuna watu wamezulumiwa nafasi za kazi. Kuna watu wamezulumiwa vitu. Kuna watu wamezulumiwa hizo picha. Kuna watu wamezulumiwa hizo picha. Sema kwa jina la Yesu na kwa damu nayohimidi, yoyote alisulumu picha iliyoko ndani yangu. Sema mara ya pili. Sema mara ya pili. Sema mara ya pili tena. Sema mara ya tatu. Akiwa na haki ya uhalali, kwa damu ya rehema leo, kila picha iliyozulumiwa ndani yangu, kwa damu ya rehema leo, kila picha iliyozulumiwa ndani yangu, kwa damu ya rehema leo, kila picha iliyozulumiwa ndani yangu, kwa damu ya rehema iachiwe. Achilia neno sasa, kwa damu ya rehema, kila picha iliyozuiliwa ndani yako, amuru iachiwe, amuru iachiwe, amuru iachiwe, amuru iachiwe. Amuru hiyo picha iliyozulumiwa ndani yako iachiwe. Kila picha ya biashara, tamka picha ambazo zimezulumiwa ndani yako. Wengine ni katika hali ambayo kuna vitu ulikuwa na vya dimaya lakini havijawahi tokea. Kuna picha kila ukiangalia ilikuwa inakutesa, ilikuwa inakupeleka kwenye hatua ya pili ya kuwa na maono halisi. Wakaribu wa mchakato, wakaribu wa mchakato. Damu ya Yesu inapita, damu ya Yesu inapita leo, damu ya Yesu inapita leo katika hiyo picha iliyozuiliwa, picha iliyoibiwa. Sema kila mwizi alioiba picha iliyoko ndani yangu, kwa damu ya Yesu, kila makaburi, kila makaburi yalioiba maono yaliyoko ndani yangu, waachie leo, waachie leo, waachie leo. Komandi makaburi yaliyozika picha yako kwenye ngazi ya familia, komandi waachie, komandi, komandi, komandi. Sema kwa damu ya Yesu, ile picha iliyoko ndani yangu ambayo walienda wakaiambatanisha na makaburi ya watu wa kale, na makaburi ya watu wa kale, na makaburi ya watu wa kale. Sema makaburi ya ukoo, makaburi ya mila na desturi yaliyoambatanishwa
na picha iliyoko ndani yangu. Damu ya Yesu iende. Peleka damu, peleka damu. Tumalize lebo ya familia. Peleka damu, peleka damu, peleka damu. Sema kila nguvu ya mauti ambayo siku zote utafuta mwanzo wa hatua zangu ili wanikandamize. Sema ewe mauti. Sema ewe mauti. Katika ngazi ya familia, mauti ya kuua maono, mauti ya kuua maono, mauti ya kuua maono, mauti ya kuua maono, ninakataa kwenye nafsi yangu. Kataa, kataa, kataa. Kataa hayo mauti kutoka kwenye familia. Kataa ile mauti ambayo waga iruhusu wenye maono waweze kuzaliwa. Kataa, kataa. Kataa. Sema ile nguvu ya mauti ya familia ambayo ina kazi ya kunitengenezea maisha ya kulinganishwa na walionitangulia, na walionitangulia. Ile mauti ambayo wamekuwa wanaiachilia ili maono yaliyoko ndani yangu yasiweze kuwa na sauti, yasiweze kuwa na sauti. Sema kila vita inayozuia maono yaliyoko ndani yangu yasiwe na sauti. Sema kila vita naziondoa leo. Command them out, command them out. Vita za magonjwa, vita za aibu, vita za aibu, vita za magonjwa, command them out. Zikatae hizo vita, zikatae hizo vita, zikatae hizo vita, zikatae, 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 zikatae. Kataa hizo vita. Sema kwa damu ya Yesu Kristo. Chukua kidole chako kikubwa kuliko chote cha mkono wako kule. Kidole kikubwa. Sema kwa damu ya Yesu Kristo. Nilipozaliwa kuna taarifa inayohusiana na maono yangu ilisikika kwenye ulimwengu wa roho, kimwili, kwa ajili ya kwenda kunidhibiti. Kila kihunzi, kila mpaka ambao nguvu yake ni siku taarifa ya kuzaliwa kwangu iliposikika, kwa kuwa walizuia, na taarifa hiyo imeangushwa ndani ya nafsi yangu, imedhibitiwa. Napoenda kuweka kidole hiki kwenye sikio langu la kulia, taarifa ziitike. Are we in agreement? Hesabu mpaka 3 utaweka. Sawa? Father, in the mighty name of Jesus Christ. Utakapokuwa unaweka, sisi tutakuwa tunakuombea. Utakuwa unasema tu taarifa zangu. Nakuombea sasa kwa mamlaka niliyopewa, na kiweka wakfu iko kidole, na kiweka wakfu iko kidole, na kiweka wakfu. Weka kwenye sikio lako sasa. Yes, 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 yes. Kuna taarifa zinaitwa. Kuna taarifa zinaitwa. Kuna taarifa zinaingia kwenye utendaji. Yes, hizo taarifa zinaingia kwenye utendaji. Hizo taarifa za hatima yako, taarifa za hatima yako, taarifa za hatima yako, kwa mamlaka ya jina la Yesu, I command it now in the realm of the spirit. Hizo taarifa, kila taarifa ya kwako ingie sasa. Kila taarifa ya ulichoumbiwa,
kila taarifa ya destiny yako, kila taarifa ya destiny yako, in the mighty name of Jesus. Haya, naita hizo taarifa, naita hizo taarifa, hizo taarifa ziingie katika utendaji. Hizo taarifa, taarifa, kila taarifa ulioumbiwa, ile taarifa ulioumbiwa, in the mighty name of Jesus, ingie katika utendaji sasa, ingie katika utendaji sasa, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila taarifa ya kwako, kila taarifa ya kwako, naita, in the mighty name of Jesus. Yes, hizo taarifa, kila taarifa ya kwako ni haki yako, kila taarifa ambayo ni haki yako ingie kwenye utendaji sasa, in the realm of the spirit, in the realm of the spirit. Naita hizo taarifa za tenda mpya, za promotion, za kazi mpya, in the mighty name of Jesus. Hizo taarifa kwenye utendaji, hizo taarifa, achia taarifa zao, mapango, makaburi, njia ovu, achia taarifa zao katika jina la Yesu. Taarifa ziachike, taarifa ziachiliwe, in the mighty name of Jesus. Toa kidole chako. Kuna nyimbo tunaenda kuimba sasa, au tunaingia kwenye dakika chache za mwishoni. Hapa ni tunaenda kuita uchumi wetu mahali ambako umezuiliwa. I assure you in the mighty name of Jesus Christ. Sisi hapa tunaenda kuwa mfano wa watu kuimba nyimbo ya Mungu ibariki na Tanzania, na nyimbo ikabeba tafsiri ya maono yaliyoko ndani yako. Sawa? Unapoingia saa hii, ni moyo wako na maneno unayoyatamka. Nguvu za Mungu ziko hapa. Mimi sina mashaka na nguvu za Mungu. Sawa? Tunaenda kuimba na kujia kwa jina la Yesu. Malango ya nchi yangu funguka. Nchi na wizara 20, maana yake katika wizara 20 kila mwananchi ana eneo lake ambalo inatakiwa liwe na majibu yake ya uchumi. Kama unauza samaki, wizara yako ya uvuvi, si ndio? Kama wewe ni mtu wa hela, wizara ya nini? Mabenki, wizara ya nini? Mimi nakufundisha kuomba huku ukiwa na mkakati wa kiroho. Sawa. Nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi, malango yangu. Nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi, masomo yangu. Sema nchi. Nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi, nchi yangu ita Tanzania. Nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi, Tanzania. Oh, nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi, Tanzania. Oh, nakujia kwa jina la Bwana Tanzania.
nchi yangu funguka. Malango kwenye wilaya zote, malango kwenye mikoa yote, malango kwenye mikoa yote. Tanzania funguka. Tanzania funguka. Tanzania funguka. Tanzania. Fungua kwa ishara. Unafungua malango ya nchi yako. Unafungua malango ya taifa lako. Unafungua malango kwa ajili yako. Unafungua kwa ajili ya maono yaliyoko ndani. Unafungua kwa ajili ya kazi iliyoko ndani. Tanzania, 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 nipokee. Tanzania, Tanzania, mwagea kilichopo ndani yangu, mwagea kilichopo ndani yangu. Tanzania funguka. Tanzania funguka. Usitunyime baraka, usitunyime fedha, usitunyime nafasi za utawala, usitunyime biashara, usitunyime viwanda. Tanzania usikae kimya. Tanzania, watumishi wa Mungu. Katika jina la Yesu Kristo. Iko sababu ya mimi kuwa Mtanzania. Iko sababu ya maono yaliyoko ndani yangu, ambayo leo yametolewa kwenye mikono ya mateso ya familia. Kuna mahali anatakiwa yakae katika taifa langu. Mungu, siendi kuimba nyimbo hii katika hali ya kawaida. Haya ni maombi yangu. 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 Haya ni maombi yangu mbele ya uso wako. Attention, tunapenda kuimba Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika. Wabariki viongozi wake, hekima, umoja na amani. Hizi
tubariki watoto wa Afrika. Mungu ibariki Tanzania, dumisha uhuru na umoja wake kwa waume na watoto. Mungu ibariki Tanzania na watu wake. Ibariki Tanzania, ibariki Tanzania, tubariki watoto wa Tanzania. Sema katika jina la Yesu Kristo, kila baraka iliyoainishwa kwenye ardhi ya nchi hii ambayo ni haki yangu mimi kuwa nayo, maono yaliyoko ndani yangu yakambatanishwe kwa nguvu katika kila eneo katika nchi hii. Sema katika taifa langu iko wizara ya fedha, iko wizara ya fedha, iko wizara ya kilimo, iko wizara ya afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto, iko wizara ya maji, iko wizara ya uchukuzi, iko wizara ya utumishi, iko wizara ya utumishi wa umma na utawala bora. Kuna wizara ya tawala za mikoa na serikali za mitaa. Kuna wizara ya mambo ya ndani, kuna wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki. Kuna wizara ya nishati, kuna wizara ya madini, kuna wizara ya ardhi, kuna wizara ya nyumba, maendeleo ya makazi, kuna wizara ya elimu, sayansi na teknolojia, kuna wizara ya utamaduni, sanaa na michezo, kuna wizara ya maliasili na utalii, kuna wizara ya mifugo na uvuvi. Sema kuna wizara ya ujenzi, kuna wizara ya katiba na sheria, kuna wizara ya ulinzi na ujeshi la kujenga taifa, na wizara ya viwanda na biashara. Sema kila baraka yangu inayoangukia katika hiyo wizara itoke kwenye mikono ya uharibifu. Sema kila baraka yangu iliyoambatanishwa kwenye hizo wizara, kila baraka ya uchumi, maana maono yana baraka ya kiuchumi, maana maono yana tuzo ya uchumi, maana maono yana wingi wa siku. Kila baraka yangu iliyofichwa kwenye taifa langu ikaambatanishwa kwenye hatua zangu kupitia hizo wizara kwa damu ya Yesu. Tazama lamani utaona nchi. Nasema kwa kinywa, halafu kwa kusitiri. Nchi hiyo mashuhuri huitwa Tanzania.
Nchi hii mashuhuri inaitwa Tanzania. Maana yake Tanzania haijazaa watu ambao historia zao zisiwe na matokeo. Nasema hayo maono leo yawe hai, yakakufanya kuwa mashuhuri kwenye taifa la Tanzania. Hayo maono yakawe hai. Sema maono yangu yakawe hai, nikaitwe mashuhuri kama nchi yangu, nikawe mashuhuri kama nchi yangu. Sema nikawe mashuhuri, natoka kwenye kuwa wa kawaida. Maono yaliyoko ndani yangu, beba nguvu ya kwenda mbali, beba sauti ya kuwa mashuhuri. Majira yetu haya yangekuwaje sasa? Utumwa wa nchi Nyerere ameukomesha. Sema katika jina la Yesu, majira yetu hayakubeba utumwa, majira yetu yalibeba uhai. Sema ewe majira, pindi nchi dumapo, ewe Tanzania na wizara zake, ewe Tanzania, majira yangu yakawe na sauti, majira yangu yakawe na sauti. Haya maono yakabebe majira, yakawe na matokeo ndani ya majira sahihi, kwa jina la Yesu. Allow me to speak your word. Allow me to speak your word. Before I drop the microphone today, allow me to speak your word. Kuna mambo Nyerere alikufa akiwa hajayaona kwa ajili ya nchi hii, na alipenda yaone. Kuna mambo mzee Mkapa amefariki akiwa hajayaona bado. Kuna mambo mzee Magufuli amefariki hajayaona bado. Na kuna mambo mzee Mwinyi amefariki juzi hapa hajayaona. Akaishia kusema maisha ni hadithi, na kila mmoja ahakikishe anaandika hadithi yake. Hear me today. Kuna watu miongoni mwetu wataenda kufufua vile visima vilivyochimbwa na Nyerere. Haujanielewa? I declare in the mighty name of Jesus, kuna watu katika uongozi wataenda kufufua yale mawazo aliyoyaacha baba wa taifa. Ninawaita wale viongozi, ninawaunganisha na maono ya nchi hii, na barikiwa popote utakapoenda. Isaka alipoingia kwenye zoezi la visima, aligusa utajiri wa ile nchi na vita ikainuka, visima vikagombaniwa. Isaka akataka kuondoka kwenye ile nchi. Mungu akamwambia, no, nina agano langu mimi na Ibrahim. Isaka akachimbua tena visima vikatoa maji. Some of us, kwa sababu ya maono tulionayo, kuna mazingira Mungu anatupeleka. Wengine tayari mshafika kwenye hayo mazingira, wengine Mungu anawapeleka baada ya leo, na wengine baada ya leo mnapata nguvu na ujasiri wa kwenda kufukua hivyo visima. Utafungua kisima, watajaribu kukuzuia, lakini kwa sababu ya nguvu ya maono ambayo imeunganishwa na wizara zilizoko kwenye nchi hii na baraka zilizoko kwenye nchi hii, hakuna mahali ambako watakuzuia na watafanikiwa. Hakuna mahali ambako watakuzuia na kufanikiwa. In the mighty name of Jesus Christ. Na kutuma ukafufue visima, 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 na kutuma ukafufue visima. Baba yako aliitwa
afufue visima vya nchi, ila walimuua mapema katika ulimwengu wa roho akashindwa. Wewe nenda kafufue visima, wewe nenda kafufue visima, wewe nenda kafufue visima. My Jesus, kuna watu mbele yao ninaona bendera yenye bibi na bwana. The Lord is telling me, anatu uplifti, anatuinua sio kwa ngazi, anatuinua kwa lifti hatua 10 zaidi. Anatuinua hatua 10 zaidi. I uplift you, I uplift you, na kuinua hatua 10 zaidi, na kuinua hatua 10 zaidi, na kuinua baba. Napokuinua hatua 10 zaidi, nalibariki jina lako. Tamka jina lako mara 3. 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 Nisikilize. Kuna mtu wewe ndo mrithi wa baba yako kwenye biashara, lakini nature familia yenu Mungu hajawaita kwa ajili ya small scale business. Mungu amewaita kwa ajili ya biashara inaolenga maslahi ya taifa hili la Tanzania. Listen to me. Vita ulionayo yawe kukaa kwenye hiyo nafasi ni kubwa, lakini mimi nakuketisha kwa ujasiri. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Kila kisima kilichofukiwa, huu ni wakati wake. Kila kisima kilichofukiwa kwa ajili ya taifa hili, huu ni wakati wake. Huu ni wakati wake. Huu ni wakati wake. Kila kisima kilichofukiwa, huu ni wakati wako. Huu ni wakati wako. Huu ni wakati wako. Sema, maono yaliyoko ndani yangu hayataishia jangwani, hayataishia jangwani. Karabosaka. Uninyunyizie maji wakati wa ukame, huachi ninyauke, ona kupenda. Nisikilize, hii ni very prophetical. Are we in agreement? Kuna vitu umekuwa na viwazo na vishia vinapotea. Listen to the voice of the prophet today. Mungu anaenda kukunyunyizia maji kwenye kila eneo ambalo umeona mbegu iliyoko ndani yako ni kama haiwezekani. Mungu anamwaga hayo maji sasa. Anamwaga maji kwenye eneo lililo kame, linabeba maji sasa kwenye eneo lililo kame. I speak life. I speak live of life. Live of life. Live of life. I declare utasurvive na maono yaliyoko ndani yako. 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 I declare utasurvive. 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 I declare utaishi nayo maono. I declare utaishi nayo maono. I declare. Sema, nitaishi nayo maono. Nitaishi nayo maono. Nitaishi nayo maono. Sema, nitaishi. Sema, nitaishi nayo maono. Tazama, ishi sasa. Once I touch you, hiyo ni fingerprint yako. Yesu amenena mwenyewe. Haleluya. Utaishi ukitazama. Tazama, ishi sasa.
I speak resurrection. Nataka ufufuko. I speak the grace of resurrection. Sijaona kama wewe. Chukua sadaka yako. Maji wa mbinguni. Amenisha kuambia chukua sadaka yako. Roho yangu ya kusifu ewe Mfalme, kwa jina lako Bwana wangu, mabaya yote yanashuka. Nani atayesimama mbele zako? Sijaona kama wewe. He's a good God. Milango inafunguka. Milango ya dunia inafunguka kwa ajili yako. Inafunguka kwa ajili yako. Mataifa atakupokea. Mataifa anakusubiri. Go far. Malango yanafunguka. Go far in Jesus my name. Nyosha mkono yako juu. Baba, ni wewe ulitukusanya leo hapa. Ni wewe ulitukusanya hapa. Baba, ninaamini tunaondoka kwenye nyumba hii tukiwa na furaha leo Baba. I speak joy in the mighty name of Jesus. I speak joy in the mighty name of Jesus. I speak joy in the mighty name of Jesus. I speak joy in the mighty name of Jesus. I speak joy. I speak joy. I speak joy. Can I tell you something? Shut mikono yako. Kila aliyebeba maono ana majaribu na vitu. Ila kwa upako huu na neema hii na vazi hili ambalo Mungu ametuvalisha leo, popote utakapo kanyaga, vita hazitakumaliza. From today, Mungu anaenda kukutumia kuwa kitabu cha watu kujifunza. Mungu ananiambia kuna umiliki hatujawahi kuwa nao, ila baada ya leo malango ya umiliki yamefunguka kwetu kwa kiwango kikubwa sana. Yehova anatupa nguvu ya kuwa na nyumba zetu. Tunaenda kujenga nyumba za ndoto zetu. Yehova anatupa nguvu ya kwenda kujenga nyumba zetu. Hatutajenga kwa ajili ya kujisitiri, tutajenga kwa ajili ya kuishi. Receive this grace in the mighty name of Jesus. Yusufu alikuwa ni kijana, lakini Farao akasema, nipate wapi mtu mwenye akili namna hii? Na mimi naona kwa vinywa vyao wanaenda kusema
wapate wapi kijana mwenye umri kama wa kwako, mwenye kujenga hoja na mwenye maamuzi na mwenye kuona mbali. Receive that grace. Pale moja wakati naongoza maombi mahali fulani, Mungu alinipa andiko gumu sana kulielezea. Ni juu ya yule mwanamke alikuwa ameshindikanika, mwenye dhambi nyingi. Aliposikia tu habari za Yesu, alipofika miguuni pa Yesu, akutoka miguuni pa Yesu. Watu wote walimnyoshea kidole, lakini Yesu aliendelea kukaa pale, na yule mwanamke hakuacha kufanya alichokuwa anakifanya. Nisikilizeni, inawezekana kuna uharibifu mwingi sana kwenye familia tulizotoka, na hata wengine tukija kanisani wanatunyoshea kidole, lakini as long as tumekaa hapa leo miguuni pa Yesu, tukiwa hatujala chochote, tumeshinda nyumbani mwa Bwana. Yesu akawaambia wale watu, aliyemsamehewa sana anapenda sana, aliyesamehewa kidogo anapenda kidogo. Sisi Mungu ametusamehe sana, ndio maana leo tumeshinda miguuni pake. Yesu akamwambia yule mwanamke kile alichokuwa anakitaka, na kile alichokuwa anakitaka yule mwanamke ni asamehewe tu, aishi kwa amani. Na Yesu akamtamkia iko. Na mimi nasema kila haja ya moyo wako imekuwa kwako in the mighty name of Jesus. Nenda kwa amani ya Bwana. Nenda kwa amani ya Bwana.